Katika jambo ambalo hatunusuriki nalo ni jambo la kusengenya na kuwasema watu kwa ubaya na kutaja aibu zao. Ni jambo ambalo sugu kwa binadamu kabisa kabisa, na hapa ndipo pahala Mwenyezi Mungu ambapo hapa hana msamaha napo. Hapa kutumia ulimi wako vibaya ni kitu hatari kweli. Mtume anasema kadhfu muhsanatin, kumsengenya mwanamke aliyekuwa mwema, yahdimu, tendo hilo linabomoa na kuvuruga na kuvunja amala 100 sanatin, amali iliyofanywa kwa senchari nzima. Miaka 100 umehiji, umeswali, umefunga, umetoa zaka, umetoa sadaka, umefanya mema kadha wa kadha. Wallahi siku moja ulimi ukija kufonyoka kumtajia binadamu Muislamu, mwanamke ambaye ni mwema, kuja kumtajia uovu, tahdimu au yahdimu, neno hili, tendo hili linabomoa amala 100 sana, kitendo cha ibada ya miaka 100. Je, unaweza wewe kula hasara ukubali jambo la miaka 100, umri ambao sidhani hivi sasa kama kuna mtu ataweza kufika miaka 100? Wasani wa umma Muhammadi katika umri ni miaka 63 na umati wake vile vile. Akibahatika mtu kuvuka pale, basi ndio kabahatika, na wakati wote ule aone kwamba safari yeye tayari ameshakuwa nayo, kwa sababu amevuka mpaka ule umri aliondokea duniani yule aliye mbora wa viumbe vyote. Sasa ukija ukiambiwa amali yako ya miaka 100 imeteketea, unadhani utakuwa na nini wewe baadaye? Hii ndiyo hali ya binadamu na ulimi wake. Ulimi wako mwanadamu utumie vizuri sana. Ulimi wako binadamu, Mola wako anakuambia kila wakati. Kwa mfano, ya ayyuhalladhina amanu udhkuru Allaha dhikran kathira, enyi ambao mmeamini mtajeni Mwenyezi Mungu kumtaja kwingi. Wasabbihuhu, na mumtakase yeye, bukratan wa asila, kwa nyakati zote, asubuhi na jioni. Katika ulimi wako kusiwe na ukame wa kumtaja Mwenyezi Mungu, kuwe kuna mbolea na rutuba ambayo imekuwa nzuri mno ya kumtaja Mwenyezi Mungu kila wakati. Na katika dhikri iliyokubwa zaidi kuliko nyingine ni kusoma Qur'ani sana. Soma Qur'ani, tena usomaji wenyewe wa kuzingatia maana yake, angalau unajua Mwenyezi Mungu hapa anasema nini. Yani kauli ya mtume hii, man qala limra'atin, mwenye kusema kumwambia mwanamke kwa mfano, ya zania, we malaya, we hivi, we changudoa, we na hivi, kama tunavyoona duniani vile.